kuonja na kuweza kuvaa na hata kuweza kuwakilisha mapenzi ya Bwana hapa duniani, yale anataka ifanyike huku duniani kutoka kwa meza ya mbinguni. Katika meza ya mbinguni kuna meza ya mbinguni ambaye imewekwa, ama tuseme faili ya mbinguni ambaye imewekwa mpangilio wa ufalme wa Mungu kuonekana hapa duniani. Na katika huo mpangilio Yesu Kristo akakuja kutuambia na kutuonyesha ya kwamba ufalme wa mbinguni unaweza kudhihirika hapa duniani. Mapenzi ya Mungu mbinguni yanaweza kudhihirika hapa duniani. Mawazo ya Mungu ama kile yako nacho katika moyo wake kinaweza kudhihirika duniani. Amani hata furaha zote zinaweza kuonekana hapa duniani kupitia ile kazi Kristo alifanya. Amen. Kwa hivyo nataka tusome kitabu cha Isaia 61 aya yake 1. Bwana wabariki sana kwa sababu ya kujitolea hata yale masaa ya asubuhi. Sio kawaida, ni neema nyingi. Nashukuru asubuhi ya leo tulipokuwa tunaleta instruments hiyo masaa ya 6. Kuna jambo niliambiwa na my daughter na nikafurahia sana, nikasema kweli Mungu kuna kazi unafanya. Maana yale alitamka ni yale ambayo yanaonekana yameshindikana. Yanafunuliwa tu walio ndani ya Yesu ya Roho Mtakatifu. Hao ndio wataweza kuwa na hiyo ufunuo ya kwamba kuja katika nyumba ya Mungu na kuja kushinda katika nyumba ya Mungu sio hasara, kwa sababu hata wale wakati unaenda shughuli zako, alinipatia tu mfano kidogo akasema, kwa nini wakati mtu anataka kwenda mahali safari, ikitakikana ukue mahali saa 2, saa 1 ya nyumbani, utaamka usiku. Akasema kama jana tulikuwa tunaenda Eldoret harusi ya my niece. By 5:30 tulikuwa tumetoka. Si kuamka kutoka. Bwana asifiwe. Tulikuwa tumetoka ndio na saa 2 tulikuwa Eldoret. Safari mrefu sana. Safari ya kwenda Eldoret na kwenda Nairobi. Kilomita zinatoshana. Kutoka hapo kwenda Eldoret, kutoka hapo kwenda Nairobi, kilomita zinatoshana. By saa 2 tulikuwa huko. Lakini ikifika ni Sunday asubuhi, kuna kitu kinahubiriaga mwili. Na unaona ni kama umepewa commitment ambayo sifai. Na unaona ni kama ni kazi mzito ama haifai kuwa hivyo. Na mpaka unajaribu kutoa makosa ya ibada ya kanisa ama ile mpangilio iliyo ndani ya mchungaji. Lakini ikiwa ni shughuli zako na ni shughuli hata si mbali, hata hapa town, utaweza kujifungulia mapema na utasikia ukiudhika. Hata kwenda hospitali unatakikana saa 1 hiyo hospitali utakuwa mahali pale. Kwa hivyo akasema jambo zuri, akasema ya kwamba mimi mama kutoka siku ya leo nitakuwa nikijitolea mapema vile nijitolea katika shughuli zangu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tutasikia neno la Mungu. Hiyo nisikia tena nikajua kuna kazi tunafanyiwa, ni kazi tunafanyiwa. Mungu ametufanyia kazi kubwa. Hata zile shukrani tulipeana, ingefaa tukue kutoka asubuhi 6 wakati tulifika mpaka saa 7 yenye tunamaliza ibada. Ingekuwa tu kuimba worship, unashukuru. Unaimba worship, ni vile watu wako wamepangwa. Wakikuja kupangwa watasikia ni kitu fani. Yaani tunaimba tu worship, unashukuru. Hizo points zilikuwa zote 7 zingekuwa ndani ya worship ya kutoka asubuhi mpaka saa 7. Point ya kwanza mna worship vizuri bila haraka, na kama ni 30 minutes mna worship, mnaingia kwa hiyo point, mnaikalia sawa sawa. Kwa sababu wakati ulikuwa unaomba Mungu mahitaji, umeomba mengi, ulichukua your time, ukachukua mpaka pengine siku 2-3 hata ukajifunga. Kwa hivyo hata wakati wa shukrani ni ibada na ni dhabihu ambayo inatakikana kupewa wakati wake. Enough time. Kwa hivyo hata ukienda nyumbani leo uko na kazi ya hizo 7 Thanksgiving, uweze kushukuru Mungu na umwambie asante, maana mwaka huu si wa kawaida na hautarudia tena. Huu mwaka hatutaurudia tena, lakini si mwaka wa kawaida. Uko katika record za familia zetu, uko katika record za kanisa hii, uko katika record yako mwenyewe yale Mungu amefanya. Mnaona tu kama ni kawaida, lakini unaposikia fulani ameanguka kwa sababu ya corona, mwingine ameanguka kwa sababu ya corona, hata mtu ambaye ako juu, pesa hazijaongea, corona haijataka kusikiliza mambo ya pesa. Hii si kawaida. Hii ni neema kubwa ya Mungu na ni upendo ambao unapita hata pesa. Ni upendo ambao unapita hata mambo mengine yote, hata sifa. Mungu kulinda na corona. Unakutana na mwenzako, ile ibada tumekuwa nazo, nyinyi mnajua ile kazi tumekuwa tukifanyia Mungu katika mwaka huu. Lakini Mungu anakataza mpaka watoto wa kunyonya hawakuachwa nyuma. Wamekuwa pamoja nasi tunapoendelea kutimizia Mungu mapenzi yake. Bwana asifiwe. Unaona hiyo kama ni kawaida? Sio kawaida. Wakati tu mwenye kuongoza ibada amekuwa akiongea, hiyo jambo limeniguza moyo, nikaangalia tumekuwa mpaka na watoto. Hata kulindwa ati nikesha na tunalindwa kutokana na ile security. Mungu anatulinda
ati hakuna wakati ametupeana katika mikono mwa wale wanaotuongoza ama wale wanatutawala. Sio kawaida, si jambo la kawaida. Tuone Mungu, tuone nguvu zake, tuone anaweza. Yale yasiyowezekana na mwanadamu yanawezekana kwa Mungu. Pengine tuliimba wimbo tu wa kusema but as we are witnesses ya kwamba wakati kama huu na msimu kama huu ambapo kulikuwa na mambo ambayo ni mazito, wakati watu wamesongwa, watu wamekuwa na kuomboleza, watu wamekosa matumaini, watu wamelala njaa, watu wameshindwa kulipa rent za nyumba, watu wamefungiwa nyumba na wakaweza kuhama kurudi mashambani by fire by force ambayo si ya Mungu, ni ya ufalme wa giza. Wewe bado Mungu amekupatia neema, umeweza kulipa rent hiyo, ungerudishia Mungu shukrani hata dakika 10. Umeweza kukosa kuhamishwa. Corona imehamisha watu, imefanya displacement kama ile ilifanyika wakati wa crashes. Wewe hujakuwa displaced by corona. Hallelujah. Amen. Oh my God. Hiyo ni jambo la kushukuru Mungu na kumuinua. Mimi ninajua na mimi ni mshuhuda. Na pia muhuri tu kwa sababu mwezi wa 3 Mungu alinenea akaniambia, huu ni mwaka wangu wa kubariki ni wapendao. Huu ni mwaka wangu wa kutembelea ni wapendao. Na nakumbuka wakati aliongea hivyo, hata siku kanisani, nilikuwa Sunday, nilikuwa bedroom yangu. Hiyo Sunday ya pili, Sunday ya kwanza wakati corona ilifunga makanisa. Sunday ya kwanza nilisoma hapa from saa 4 mpaka saa 7 nikiambia Mungu, nikiambia Mungu anastahili, nikimwomba na kuona ya kwamba sio kawaida Mungu, hekalu lako zifungwe. Hekalu zako kama zimefungwa ni kawaida Bwana. Wakati Yerusalemu ilihamwa na Waisraeli wakaenda katika taifa la maadui, kulikuwa na huzuni ndani ya hekalu la Mungu. Kulikuwa na huzuni Yerusalemu, kulikuwa na huzuni ndani ya Israeli. Kwa hivyo nikamwambia Mungu, hii si kawaida makanisa kufungwa, lazima kuna jambo ambalo si la kawaida. Na baada ya kuabudu Mungu the second Sunday, nakumbuka nilikuwa bedroom yangu nikimwabudu Mungu asubuhi mapema. Bwana akaniambia ni wakati wangu wa kubariki ni wapendao. Bwana asifiwe. Amen. Na niliposema hivyo nikajua hawezi kunipatia hiyo siri kama mimi si mmoja wa wale wanabarikiwa. Na wakati tulikuwa tunaambiwa ya kwamba tushukuru Mungu kwa sababu ya sisi kukutana, nikaambia Mungu, na kweli ulijua ya kwamba vile ulisema ni wakati wa kunibariki, haungekuja tu uanguke hapo kwangu nje. Mungu angeanguka kwangu nje anipatilie pesa ama tuongee naye story. Hapana, Mungu wetu ni mkarimu sana. Mungu ni mkarimu tu, understand. Hawezi kukuja, anatumiaga wewe, ananitumia mimi, anatumia huyo mwingine. Tukutane pamoja kupitia oda yake, tuweze kuona vile anafanyaka kazi. Amen. Amen. Kwa hivyo Mungu akakulete na mimi akanilete kwako, ili tuwe baraka tuana dada. Na ninawaambia kila wakati unapoona zile vitu zinafanyika kanisani, hiyo ni ishara tosha ya kwamba baraka zako ziko. Amen. Hata kama you have not withdrawn, kama hujaweza kupokea baraka zako ziko. Amen. Ishara ni kanisa. Unapoona hii kanisa, wenye walikuja mapema wakaiona, na wenye tumekuwa kwa mbele pale mbele, hizo ni ishara tosha. Wale tulikuwa hapa kabla ya hii mwaka, hizi ni ishara tosha. Zile vitu Mungu anafanya zinatusarau. Hiyo ni ishara tosha ya kwamba ni mwaka wako wa kubarikiwa. Amen. Kwa hivyo siseme ati huyo mwingine ndiye atabarikiwa. Useme pengine mimi nilikuja hapa na siko katika mpangilio. Uko katika mpangilio. As long as umeingia katika ile gate, as long as umeingia katika hii kanisa, wewe uko katika mpangilio wa baraka za Mungu zile ameandaa mwaka huu kwa ajili yako. Amen. Amen. Pengine 31st day utapata baraka. Itaweza kuwa some hours before turuke mwaka. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo haijalishi, na kama hautapata kile unafikiria, pengine unafikiria mapesa, afya tu, na ukupata corona, 30% tunaruka mwaka. Uambie Mungu, hata kama pesa zikukuja, sijakuwa na corona, huo ni muujiza na hizo ni baraka zilizofanya unilete katika kanisa ya The City of King Jesus Ministry. Amen. 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 Isaiah 61 verse 1 inasema ya kwamba Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Amen. Nataka tuende verse to verse mpaka mahali tu neema naona nitaangalia tu masaa, lakini nataka nipatiane hii message.
tunaongea juu ya ufalme, lazima tutangaza. Najua tumetangaza, I believe, sitauliza, lakini najua tumetangaza juu ya ufalme wa Mungu. Kama kuna watu wanalia, kuna wale tumefariji, kuna wale tumepanguza machozi, kuna wale tumetia moyo na kuambia kuna matumaini, kuna wale tumesimamisha familia zao, kuna wale tumewasimamisha kwa sababu walikuwa hawana chakula na tukakuwa faida kwao tulipowapatia chakula. Na neno la Mungu linasema verse 1 ya Isaiah 61 anasema, Roho wa Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Roho wa Bwana ako katika maisha ya kila mmoja, ako mahali hapa. Sisi wote ambao tumekuja na tukakiri Yesu ni Bwana, Roho wa Bwana ako juu yetu. Na baada ya Roho wa Bwana kuwa juu yetu, neno la Mungu limesema ametutia mafuta. Mafuta sio yale tu tunapatiwa ama tunatiliwa na mchungaji. Roho wa Bwana mwenyewe ni mafuta. Roho wa Bwana mwenyewe ni mafuta. Another name ya Roho Mtakatifu, ako na majina mengi. Yeye pia ni kama Mungu wetu. Yeye pia ni kama Yesu Kristo. Na yeye pia ako na majina. Jina moja la Roho Mtakatifu ni the anointing. He is the anointing. Roho Mtakatifu mwenyewe ako na mafuta, kwa hivyo umwagilia mafuta. Roho Mtakatifu mwenyewe ako na tongues. Roho Mtakatifu ako na mpaka gifts, anakuwa na vipawa ambazo utupatia. Tuko na vipawa, kuna manabii hapa, kuna wahubiri hapa, kuna evangelist, kuna apostles, kuna vipawa kama kuongea na tongues, kuinterpret tongues, discernment, uponyaji ni moja hizo, faith. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ako na jina lingine ambalo anakuwa nalo. Akiwa juu yako, ako na uwezo wa kukumwagilia mafuta. Mafuta ni kibali cha kuweza kufanya mambo ambaye haiwezi kuwezekana ukiwa mwanadamu wa kawaida. Na maandiko imetuambia kwamba Roho Mtakatifu ako juu yetu, kwa maana ametutia mafuta ndiposa tuweze kufanya mambo ambayo mwanadamu wa kawaida hawezi kufanya. Na yale mambo tutafanya ambayo mwanadamu hawezi kufanya, maneno ya Mungu limesema ya kwamba amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Ya kwamba tumepatiwa uwezo baada ya Roho Mtakatifu kuwa ndani yetu. Niliwaambia ukiokoka immediately kuna Roho Mtakatifu anakuaga ndani yako, kwa sababu yeye ndiye alikusingizia na kuelekeza na kukuwezesha kuamini Yesu na hata kumpokea wewe Mwokozi wako. Kwa hivyo kile kinabakigi ni that the power, nguvu za Roho Mtakatifu zionekane ndani yako, na pia madhihirisho mengine ni kunena na ndimi. Na kwa sababu Roho Mtakatifu ameingia ndani yako na amekutia mafuta, na kutoka wakati tulianza kuhubiri na kuanza kunena juu ya ufalme, vile tutaenda kuhubiria familia zetu na marafiki zetu katika msimu huu, kuna mambo mengine tutafanya, sio kuwahubiria tu. Hatutaenda kuwahubiria. Sasa nilisema ya kwamba kuna mambo tutakataa kuyafanya. Mtu ataleta pombe zake kwa meza, wewe utakataa kukaa naye meza moja. Bwana asifiwe. Niliongea hivyo nikasema ya kwamba yeye atakiona hauna kichwa kizuri, wacha aone huna kichwa kizuri, kwa sababu hata yeye hana kizuri. Mbele za Mungu akimwangalia anaona hana nini? Hana kichwa kizuri, maana anachafua hekalu la Mungu anapoweka unajisi huo wa pombe. Wewe na wewe unapokataa kushiriki naye meza moja, unaenda kando na kumwambia haufai kuwa katika ile meza, unahubiri ufalme. Na akitaka kujua ni kweli unamwambia kwa sababu nimeokoka na Yesu Kristo aliye ndani yangu, yeye amechukia hii tabia. Kama ni matusi, kama ni kuchukia, kama ni uchoyo, mambo yote ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu, utaweza kumwambia. Lakini zaidi ya kumuonyesha na kumhubiria, kuna mambo utaenda kufanya. Amen. Kuna mambo unapaswa ufanye, si utaenda hata kutoka leo na kesho kuendelea, na pengine wengine walifanya tayari. Kuna mambo unapaswa kufanya. Hiyo part B inasema amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Ametutuma ili kutibu. Jina kuganga ni Kiswahili sanifu cha kuweza kutibu. Watanzania wanapoenda hospitali, ukienda huko utakuta pastor ni mchungaji, ama ukuta mshirika na ulienda kuhubiri huko. Usikie mshirika pengine anaambia pastor wake, nilienda kwa mganga jana na utaanza kustuka. Atasema nikapewa madawa kwa sababu niko na homa. Tanzania wanaitaka daktari nani? Mganga. This is the perfect Kiswahili.
ya kwamba sisi tutaganga mioyo ya waliovunjika. Watu wako discouraged. Kuna watu watakuwa discouraged katika hii sikukuu. Kuna watu watakuwa hawana matumaini. Ukikuta mtu anasikia ameboeka, ni kwa sababu amekosa zile chakula alitaka wakati wa Christmas. Kwa hiyo ndio utamtibu moyo. Kuna maneno utamnenea ambaye ataona kumbe chakula si kama uzima, si kama vile corona haijanipata. Bwana asifiwe. Utamwambia si ufurahi kwa sababu kuna watu wameangushwa na corona na walikuwa na chakula mpaka uwezo wa kupanda ndege waende Mombasa wakaogelee. Wewe ndio utakuwa tabibu wa kuweza kuganga mioyo ya watu watakuwa wamevunjika mioyo. Kama hautaweza kufanya na matendo, maneno yako yatakuwa dawa. Kwa hivyo wewe umetiliwa na Roho Mtakatifu mafuta ili uweze kusaidia Kristo ile kazi aliwacha ameanza hapa duniani. Yesu akiwa mare katika kiti cha enzi, anahitaji katika hii birthday yake, sherehe ya kufurahia kuzaliwa kwake na sherehe ya kusherehekea yeye kuja duniani, anahitaji uende ugange mioyo. Sio kukula tu na sio kunywa, sio kwenda katika zile starehe tutaenda. Jaribu kuganga mioyo kadhaa. Kuwa daktari wa mioyo ambaye itakuwa imekosa matumaini. Kuwa daktari wa mioyo ambaye ilikosa kuona Mungu. Kuna watu watasema hata Mungu si fair mwaka huu. Wewe utamwambia Mungu ni fair kwa sababu uko uhai. Kama Mungu si fair ungekuwa umekufa, haungekuwa uhai. Haungekuwa ukiongea na hiyo kinywa unasema Mungu si fair. Uko uhai kutangaza nguvu za Mungu kwa sababu haujakufa, useme Mungu si fair. Amen. Haleluya. Hata wale watakuwa wakisema hii ndio imenichokesha, hii ndio imenivunja moyo. Jana kuna simu nilipokea ya mama mmoja ambaye alikuwa amevunjika moyo sana. Yale mambo alikuwa amefanyia yalimvunja moyo. Na wakati nilikuwa namtibu moyo, nilikuwa namtibu, nasikia nikienjoy, I enjoy. Wakati ninakuwa dawa ya mtu, huwa na enjoy. Huwa na enjoy, hata sionangi madakika. Hata kama tutaongea nayo ana hata kama itakuwa ni credit yangu ndistukiaga imeisha, hainiumangi kwa sababu nimetibu moyo. Nimekuwa mganga wa moyo ambao ulikuwa umekosa dawa. Kuna magonjwa mengine haitaki hospitali. Bwana asifiwe. Na ndiposa Roho Mtakatifu ametutilia mafuta. Kuna magonjwa mengine hayana dawa, maana haya magonjwa si magonjwa ya dawa. Ni magonjwa yanahitaji wewe uongee, uweze kupatia huyo mtu uhai na matumaini na afya aweze kuona kesho. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuende tugange watu. Kutoka leo tukienda tuende tukue nini? Waganga wa kuganga watu. Na ukisikia hiyo ni mzito kuwa daktari. Wewe ndio kuwa daktari wa mioyo, uponye mioyo mingi. Wewe usijidharau uone ni pastor tu ataponya. Wewe penye huko ukiwa peke yako kuna kazi Mungu amekuwekea. Na utaiweza kwa sababu Bwana Roho Mtakatifu amekutilia nini? Mafuta. Uko na mafuta ya Bwana na utatangaza. Mimi niko tayari. Je, wewe uko tayari? Utatangaza uhuru wa Bwana ndani ya mioyo ambayo imevunjika. Amen. Na baadhi yake katika kuganga mioyo kuna wale hawagangi moyo kwa sababu ya maneno. Mimi hata huyu anasikiliza Roho Mtakatifu. Kuna mtu kabla ni mganga moyo pengine alikuwa anataka sabuni. Utaambia Mungu ndo kama kaza funini uko kapeleka sabuni. Ukimwambia Mungu anakuja, tibu moyo wake kwa physical. Peleka sabuni. Kwani sabuni ni pesa ngapi? Si upeleke aoge. Amen. Na hata kama itakuwa ni njaa, pengine utakuwa suluhisho ya njaa leo, kesho Mungu atamuletea mwingine. Wewe pengine utapeleka chakula ya leo na ile maneno utamunenea yatafungua milango ya kufanya wengine waje walete chakula. Amen. Nakumbuka kuna mama moja mjane alinibishia mlango. Na akanibishia mlango kwa gate, nikaenda nikampata, akasema siingi, kulikuwa 6 na kagiza kanakuja. Akaniambia tu naomba tu kuna kitu nataka kuomba tu nisaidie. Na ni mama ambaye ameokoka. Na ni mama ako disciplined. Akaniambia tu mtoto wangu atalala njaa. Mama wake alikufa kama katoto kadogo, alikuwa mama ambaye amejifungua tu hivi karibuni. Tunamuita Bushere na Kikuyu. Na wakati alikuja akaniambia mtoto wangu atalala njaa. Nikamwambia na nyinyi sisi usijali hata tukilala njaa, huyo mtoto mdogo. Nikajua hata hawana. Kwa hivyo alisema naomba tu kauji. Nilienda sikuweka uji. Sikuweka uji. Niliweka chakula. Unga ya uji, mchele, vitu zote niliona kuchukua kwa nyumba. Nikaweka kwa kikapu nikampatia. Na hata sijui kama nimwambia sirudi kikapu, sioni kama alifikisha kikapu. Bwana asifiwe.
Na nikajua hiyo chakula si ya leo jioni, mtakula leo jioni na mkule kesho asubuhi na lunch na kesho sana. Na nakwambia ukweli, na nikamwambia huyo mama, na usilale njaa tena. Na usiweke watoto wako njaa tena. Amen. Ukikosa chakula ukuje. Amen. Hiyo maneno najua nilimtia moyo. Mpaka leo hajarudi. Mimi nikutana naye ameajiriwa. Amen. Na akaniambia Bwana akubariki pastor, sitakusahau. Amen. Baadaye nyumba juzi nimkuta mama ambaye amenona. Mama alikuwa kama kashindano amenona. Nikamwambia mama, Bwana asifiwe dadangu. Hii maneno inakabisa. Akasema yamekuwa maneno yamekuwa, watoto wangu wanalipia kwa shule, nalipia kwa rent. Kuna mtu alipia hiyo mzigo. Amen. Amen. Na kama nikakosa kumpea chakula, nirudi nimkute amenona. Ni lazima ukuwe mganga. Kuwa mganga wa dawa wa roho za watu. Tumia zile njia zitawezekana. Utaweza kuta mtu anaenda barabara hivi na pengine ni fare hakuwa. Na unaenda kumpea lift anakuambia barikiwa, hata nilikuwa nataka kwenda miguu. Na sasa ile unamshukisha ni wapi? Umemtoa Kiondo. Unamleta hapa kwetu. Anakuambia nilikuwa nataka kuja miguu kutoka huko. Na wewe ungekuwa dawa. Amen. Amen. Haleluya. Twende katika hiyo point nyingine, nasema kuwatangazia mateka uhuru wao. Amen. Kuwatangazia mateka uhuru wao. Apart from kutibu watu mioyo. Katika huu msimu tutangazie watu uhuru wao. Amen. Hata kama utaenda kwenye nyumbani, kama utaenda kutembea kwenye ama kutembea kwa rafiki, ukiona jambo ambalo linahitaji ufalme wa Mungu, linahitaji huyo mtu atoke katika dhambi, mwambie, mhubirie, take your time. Mnapokunywa soda, mnapokula ile chapati, mnapokula hiyo kuku, mwambie unajua Mungu anakupenda. Mtu anaanzaka hivyo. Hata wakati tunaambia tuende injili ya nyumba kwa nyumba, hauendeki tu kuambia Mungu anakupenda. Atakuuliza nini bana? Unamwambia habari yako? Uko salama? Mimi ni mgeni wako, anakuambia karibu, maana ajili mgeni wako. Baada ya kuambia karibu, namwambia mimi nilikuwa nataka kukuambia Yesu anakupenda. Hapo ndio katia kanaanza. Unaanza kumhubiria kwa sababu neno la Mungu linasema John 10:10. Kama hujui ingine nasema tu John 10, Yohana 10:10. Nasema mwizi haji ila tu aibe, achinje na auwe. Hata nashinda, kwani kuna mwizi anakuja? Unamtangazia huyo mwizi ni nani? Unamwambia mwizi ni shetani. Alikuja kuiba maisha. Na amekuibia hii, na amekuibia hii. Kama ni mlevi unamwambia, ukikuja kwa Yesu, shetani alikuiba. Unamtangazia. Kwa hivyo walio mateka katika maisha yao ya kiroho, unatakikana uwe suluhisho kwao. Watangazie injili. Kuna wale wataokoka. Na yule hataokoka, kuna mbegu umepanda ndani yake. Amejua ya kwamba Yesu anampenda. Shetani alimuiba na si alimuumba. Utamwambia shetani hakukuumba na amekuiba. Amekufanya hivi, amekufanya hivi. Kwa hivyo tutatangazia walio mateka uhuru wao. Baada ya kuwahubiria, hata kama hataokoka, mwambie tuombe. Usimalizie tu kusema ni sawa maana kuokoka. Unajua kuna wale wenye kuhubiri ufalme wanafanyaga tabia ambayo haifai na wanaibisha Kristo. Kuna wale wanakuwa ati ni lazima mtu aokoke. Unakuta mtu anatumia 1 hour kuhubiria mtu mmoja, kama hata ni ya kwenda house to house. Hapana. Ukisikia amesikia na amekuambia nitaokoka siku nyingine, mwambie tuombe. Na hiyo maombi namba 1 umepanda mbegu ya neno. Ya pili, maombi yatakuwa ni maji yatakayomwagilia ile mbegu unyevu wa kufanya siku moja hiyo mbegu itamea. Bwana asifiwe. Amen. Wacha kuwaste time kubwa. Akikataa muombe na utosheke. Na ujue ya kwamba umehubiri ufalme. Na hiyo mtu kuna mbegu umepanda na kuna maji umemwagilia, siku ya kumea Bwana mwenyewe ndio ufanya hiyo kazi. Amen. Amen. Tuwahubirie wote na usiogope mpaka mzazi. Kama hajaokoka mwambie. Kama hajaokoka fanya nini? Mwambie. Kuna mtoto mmoja alinikabisha mama ambaye alikuwa anaenda kanisa. Kumbe alikuwa anaenda kanisa lakini hakuwa ameokoka. Mama alikuwa kazi yake ni kuwa na kichwa ngumu. Yeye kazi yake tu ni kichwa ngumu, yani mtoto, ukiona mtoto anaona mama yake ni kichwa ngumu, ni kichwa ngumu. Ni kichwa ngumu kuonyeshana, akiongeleshwa na baba kuna mambo anakataa ama anajibu baba wazi mbele ya watoto. Anajibu baba rude. Anamwambia vile anataka yote. Anaonyeshana hata yeye ni mwanaume kwa nyumba na mtoto anajua huyu ni mama na huyu ni baba. Anaona baba wangapi? Wawili. Siku moja yule kijana akaona sasa hapa kuna baba wawili na mmoja anaenda church, hata afadhali baba huyu mwingine maana anaenda. Huyu mwenye anaenda church mpaka amevaa uniform ya kanisa. Anaipisha kanisa. Alimwambia wewe mama, wewe umeshindwa na nini? Wewe umekuwa mkali kushinda punda. Na sijakutukana punda urusha mateke wakati nimekasirika.
na punda hukataa kufanya kazi wakati imechoka. Sasa wewe umeshindwa mpaka na hiyo, kwa sababu wakati wote ukitoka church immediately, hata hujatoa nguo ya kanisa, umeanza tu kizirani, kurusha masufuria, hamkuacha sufuria, umerusha vikombe. Bwana baba akikuongelesha umemshikia hiyo ya kakombe ka mtoto, hiyo unamshikia kakombe ka mtoto hivyo. Sasa akaambiwa ameshindwa na nini? Na punda, na akaelezewa kwa nini. Huyo mama kutoka siku hiyo alienda kuokoka kwa bedroom. Alilia Mungu mpaka akarudi kuconfess. Vile alilia Mungu aliporekebishwa. Hiyo ni kutangaziwa. Ni umateka alitolewa na mtoto wake. Bwana asifiwe. Alitolewa nini? Umateka ndani yake. Kwa hivyo kutoa mtu hiyo hali ya kuwa katika mateka, si lazima akuwe ni mwenye dhambi. Kuna wengine tuko nao hapa wanahitaji kuhubiriwa ili wawekwe huru kutoka na ile nguvu zimewashika. Amen. Kuna mambo utaona ndani ya mtu uone imekataa. Kwa hivyo wewe ndio umetiliwa mafuta, yeye pengine mafuta hayako. Kwa sababu mafuta yakiwa juu yako, tabia zako zitafanana na Kristo. Amen. Na inasema tena hapo, tuko tu verse 1 bado. Tamalizia na India inasema, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Kuna wale wameishi katika dhambi na amejaribu kutoka, hawezi toka. Kwa nini? Kuna madhabahu yanaongea juu yake. Especially majina. Unaweza kuta mtu ile jina ameitwa, jina mwenzake, the namesake wake aliishi kwa pombe mpaka akakufa akiwa ndani ya pombe. Kwa hivyo utakuta namesake ambaye ametajwa ile jina ako kwa pombe, na akijaribu kutoka kwake, pengine anaokoka leo, kesho ana backslide. Anaokoka leo, kesho anawacha. Kumbe amefungwa. Na Bwana amefungwa, jina lile ameitwa limeishi katika ule mpaka likakufa. Na ikakuwa ni madhabahu inaongea juu ya huyu mtu. Kwa hivyo anahitaji wewe umfungue. Kuna kuweka mtu huru, na kuna kufanya nini? Kufungua mateka aliyofungwa. Amen. Nataka ujue tofauti ya huyu mtu ambaye anaitwa kuna mateka. Maana tumesema kuwatangazia mateka uhuru, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa. Mateka ni mtu anakuwa ni kama kuhaijakiwa. Mtu akihaijakiwa, pengine ni masaa kidogo anaachiliwa, ama siku kidogo anaachiliwa. Wengi wao si wale wanakufa, anatekwa nyara na anaachiliwa baada ya gharama fulani kulipwa. Lakini kuna yule mtu amefungwa, ni lazima kuwe na mtu wa kwenda kumfungua kamba. Kwa hivyo mateka ni yule unakuta ukimhubiria, hata anawasiliana na wewe vizuri na anasikiliza ile habari, na wakati atawekwa ukimwombea aokoke, hakuna siku atarudi nyuma. Lakini kuna yule mtu utakuta hata unapomhubiria anakuambia najua mahubiri. Hata hapo umesema ninajua. Hata mimi nilikuwa, hata paka anafika anakuambia mimi nilikuwa mwimbaji kanisani. Mimi nilikuwa itazesi. Mimi nilikuwa mhubiri. Atakwambia hata hiyo Biblia unasoma najua sana. Na utamuuliza na kwa nini haujaokoka? Ni hali tu. Mimi niliokoka nika backside. Huyo unajua mara moja amefungwa. Na hiyo kifungo ako nacho kinahitaji wewe umfungue. Kwa hivyo ni vizuri ukue connected, ili ujue mtu wa kuwekwa huru, ujue mtu wa kufunguliwa, na ujue mtu wa kutibu. Wale wamevunjika moyo wanataka tu dawa na suluhisho ya kile wanapitia. Kuna yule ambaye ametekwa na shetani. Huyo hata unakuta hajawahi okoka tena, lakini alikosa mtu wa kumpea injili. Na baada ya kupewa injili vizuri aisikilize, anakuambia na kanisa, anafikiria na kanisa ni kwenda kutoa tu. Hata kwambia tinadharau kanisa kwa sababu kanisa na kanisa sinasikia ni kutoa tu. Unamwambia matoleo venye inatolewa. Na si kanisa akwambia masaa, kuna mambo mengi huwa wanasema kulingana na vile wanasikia. Wewe utamsaidia umtoe katika ile hali ametekwa nyara na nguvu za giza. Lakini yule amefungwa utakuta amelelewa kanisani, ameokoka si mara moja, anajua Biblia, anaimba, hata anaimba nyimbo za gospel. Tumeona mpaka gospel artist wanaimba, lakini baadaye wanaibisha Kristo. Kwa sababu wamefungwa, wanahitaji kuwekwa huru. Kwa nini aimbe nyimbo na baadaye tena aibisha Kristo? Kwa nini unakuta mhubiri anahubiri na baadaye anaibisha Kristo? Huyo ametekwa, amefungwa na anahitaji kufunguliwa. Bwana asifiwe. Amen. 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 Kwa hivyo wewe umetiliwa mafuta na Roho Mtakatifu ili uende kufungua huyo aliyofungwa. Kwa hivyo kuna ile maombi yataombewa. Na kuna zile roho utakataza ambazo zimekataza apendeze Mungu. Amen.
Basi inasema kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, ya kwamba tutaambia watu especially these remaining days. Wacha tuambie watu huu ni mwaka wa Mungu. Atakwambia ni mwaka wa corona, lakini Mungu anataka kumwambia ni mwaka wa nani? Wa Mungu, kwa sababu katika mwaka huu Mungu alitaka kujionyesha vizuri. Alitaka watu wamfahamu. Alitaka kuachilia mapenzi yake vizuri. Wewe ndio utafanya huyo mtu aelewe ya kwamba huu ni mwaka wa Bwana. Amen. Amen. Aelewe huu ni mwaka wa Bwana, hata atamani mwaka asivuke mwaka kama hajapokea kile kiko ndani yako. Wewe ndio utamtangazia. Umwambie ni mwaka wa Bwana na si mwaka wa laana, ni mwaka uliobarikiwa, si mwaka wa corona kwa sababu mimi sijagonjeka. Amen. Na unamwambia hata wewe hujagonjeka. Kwa hivyo si mwaka ambao ni mbaya, huu ni mwaka uliobarikiwa. Kwa nini wewe hujagonjeka? Kwa nini uko uhai? Kwa nini uko mahali hapa? Uko hapa ili utimize mapenzi ya Mungu. Na Mungu amekutamani na anakungojea. Anataka uje ili ushiriki na yeye mapenzi yake, maana ametangaza nguvu zake katika mwaka huu. Amen. Amen. Kwa hivyo tutawatangazia mwaka wa Bwana. Tusijaribu kushiriki na hao. Tusihubiri hiyo injili watu wanahubiri. Watu wanapohubiri kuna corona, usiweze kuwasaidia hiyo mahubiri. Wewe tangaza ni mwaka wa Bwana. Amen. Na Bwana amekuambia hivyo. Amen. Mimi hata wewe naambia watu, mtu akifanya hivi, anigotie. Namwambia watu acha nifanye kwa sababu nataka, lakini mimi nasalimia watu na mikono maana sina corona. Unasema yeye kwa sababu ya safety, naambia mimi ile kile kiko ndani yangu kimeshinda corona. Hiyo ni matangazo natangaza. Akitaka zaidi tunaendanga kabisa tunazama. Kwa hivyo huu ni mwaka wa kutangaza Mungu ako na uwezo hata juu ya corona, hata juu ya uchumi, hata juu ya zile hali zinakuongelesha. Unajua kuna hali zinaongelesha mtu. Kuna hali asubuhi naamka hivi, kuna siku moja hali iliongelesha. Niliamka asubuhi hakuna chai. Hakuna chai, hakuna ugali, hakuna unga. Yaani hakuna chakula yote kwa nyumba. Na hakuna hata sukari, hakuna hata majani, na hakuna shilingi ya kununua. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo hali ikaniongelesha. Ili niongelesha mpaka nikaenda shamba kufanya ni kama mahindi itakuwa ni ile ya nani? Kuna mahindi ambayo tuliona the magic beans. Nikaona